aliyeshinda ni yule ambaye aliweza kufuatilia sayansi ya mpira, ndiye ambaye ameweza kushinda. Na kama ingetokea Young Africans angepoteza dhidi ya Simba, ingeonekana kwamba mpira haujatendewa haki. Kwa nini mpira haukutendewa haki kama Yanga angepoteza? Kwa sababu Young Africans yeye ndiye bingwa mtawaliwa, amechukua mara 5 mfululizo. Yeye ndiye bingwa ambaye amebeba ngao ya jamii katika misimu 6, amebeba mara 4, amelikosa mara 1. Na hii ya sasa hivi msimu huu wa 6 maana yake anakuwa amebeba mara 5 akiwa amelikosa mara 1. Hakuna timu ambayo imewahi kufanya hivyo katika karne yoyote zaidi ya Young Africans. Kwa hiyo unaweza kudili kusema kwamba timu ya karne imekwenda kushinda dhidi ya timu ambayo inajitahidi kuweza kushindana na Young Africans. Young Africans kwa sasa ni timu ya karne. Kwa nini ni timu ya karne? Kwa sababu toka tuingie karne ya 21 hakuna timu ambayo imeweza kufanya maajabu makubwa kama iliyofanya Young Africans. Young Africans kuanzia mwaka 2000 mpaka hivi sasa karne 21 ndio timu iliyojitokeza kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo. Ndio timu ambayo imejitokeza kuweza kushinda magoli mengi zaidi. Ndio timu ambayo imeweza kujitokeza kuweza kutoa ma MVP zaidi ya wawili katika karne ya 21 katika miaka 5 ya kufuatana. Yannick Litombo Bangala ameshachukua MVP. Wakati huo pia mtu kama Stefan Aziz Ki ameweza kuchukua MVP. Na kuna msimu ambao hawakutoa zawadi za MVP, lakini ukimwangalia Pacom aliweza kuingia katika kinyang'anyiro ingawaje haikuwa imeweza kutokea. Kwa hiyo yote katika yote unakwenda kuona kwamba Young Africans imekuwa ni timu ambayo imefanya vizuri kuliko timu zozote. Kwa hiyo ukiangalia katika hali kwa namna moja au nyingine, kama ingeweza kupoteza dhidi ya Simba, maana yake ni kwamba timu nzuri imekwenda kupoteza timu dhidi ya timu ambayo inaanza kujijenga zaidi. Ukija kimpira, Simba alikuwa na faida dhidi ya Young Africans kwa sababu wachezaji ambao wameweza kucheza katika ngao ya jamii ndio wachezaji wale ambao waliweza kufunga msimu asilimia kubwa. Benchi la ufundi la Simba limekaa takribani kwa robo 3 ya msimu. Wa msimu uliopita wamekaa kwa robo 3, kwa maana asilimia 75 ya benchi la ufundi la Simba lilikuwa lipo katika eneo la benchi la ufundi la Simba. Kwa hiyo ukiangalia Simba, ukiangalia na Yanga kimakaratasi, Simba alikuwa anapata advantage, wanasema kiufundi alikuwa anapata advantage kwa sababu benchi lake la ufundi limekuwa pale takribani kwa asilimia 75, robo 3 ya msimu wako pale. Steve Barker ameshacheza dabi 4 akiwa ndani ya Simba Sports Club. Wakati huo upande wa Mangoba hajacheza dabi yoyote zaidi ya dabi hii ambayo imeweza kutokea. Sasa Simba wamekwenda kuapprove outright kwamba Yanga ni bora zaidi yao, kwa maana kwamba wamekuja makocha 2 tofauti na 3 tofauti na wameshinda dabi kwa mara ya kwanza wakiwa hapo wakimkuta kocha ambaye amecheza dabi zaidi yao. Alikuja Amirudi Hamdi, alichukua ubingwa mbele yao akashinda goli 2-0 akachukua ubingwa dhidi ya Fadu Davis ambaye amecheza dabi nyuma akachukua ubingwa. Alikuja Lomeni Falls kwenye ngao ya jamii, umeona bwana, akachukua ubingwa mbele ya kocha ambaye ana uzoefu. Umeelewa? Leo hii amekuja pia Mangoba amechukua ubingwa mbele ya kocha ambaye ana uzoefu wa dabi. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba Science Football imekwenda kuamua kwamba Young Africans yaweze kuwa bingwa, Young Africans yaweze kuondoka na pointi muhimu katika mchezo ule. Kwa hiyo kama asingeweza kuchukua ingekuwa ni mshangao mkubwa sana, lakini kwa sababu ameenda kuchukua sio habari tena. Cha kudiscuss hapa ni kwamba Yanga walikuwa wanafanikiwa wapi zaidi, Simba walikuwa wanaferi wapi zaidi. Ukiniuliza katika maeneo yao nakwambia kwamba Yanga katika maingizo yao mapya wamefanya maingizo makubwa. Peter Shalulile mchezaji mkubwa zaidi ambaye ana licha kwamba ana uwezo mkubwa lakini ana sifa kwa kiongozi. Ukiangalia Simba walipokuwa waliingia kwa pressure kubwa. Dakika 15 za kwanza walikuwa na press zaidi kwenda katika eneo la mwisho. Lakini ukiangalia Young Africans walikuwa na utulivu mkubwa. Mudathiri haya basi alikosa concentration katika kipindi cha kwanza. Dakika 15 za kwanza hakuwa na concentration nzuri. Ndio maana ikapelekea kumsababishia kadi kwa Duke Oga Abuya. Lakini unakwenda kuona ile comfort inaanzia kwenye eneo la kushambulia mpaka katika eneo la kiungo na kuja katika eneo la kuzuia. Unakuja kuona kwenye kuweka utulivu katika maeneo hayo yamekwenda kupelekea Yanga kuweza kuwa salama zaidi kwa dakika 15 za kwanza zenye pressure za kupoteza. Na ukimwangalia Duke Abuya alifanya kosa kama utakumbuka, alifanya back pass kwa golikipa ilikuwa fupi, alimanusura Anisetula aweze kufanya madhara, lakini unakwenda kusifu uwezo wa Diguy Diala. Kama Diguy Diala angekuwa na delay kama aliyofanya Masalanga katika Mwananchi Day, ina maana kwamba Yanga ongeza kuadhibiwa, lakini Diala alienda kuclear na kuifanya Yanga kubaki kwa salama. Kwa hiyo
katika zile touching za kwanza, kama Simba wangekuwa wako aggressive, maana Yanga wangeweza kuhukumiwa, lakini unakuja kuona ile exposure waliokuwa nayo wachezaji wa Yanga imeenda kuwafanya wakawa salama katika dakika 15 za kwanza ambao walikuwa katika pressure. Lakini angalia hata aina ya goli ambayo linakwenda kufungwa, ni goli ambayo lilikuwa na mipango. Limeanzia kwa Shedrack Kiboka, inapigwa cross, inakwenda inapitiliza, anaiteza Tanja Kasali, inarudi tena Zakwani anaupiga tena mpira unarudi katikati, unakwenda kwa Max anapiga kwa Shedrack Kiboka, anatafuta space, analitoa tena Max pia anatanua mapana ya uwanja, Shedrack Kiboka anapita mbele, anamburuzia, inapigwa cross, Kangwanda anakwenda anapiga header na kuweza kufunga. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni goli ambalo limeanzia kwenye uwanja wa mazoezi, lakini kitu ambacho Yanga kinawagharimu kwa sasa ni kutokuwa na ule utimamu wa 100%. Yani fitness yao bado haiko kwa 100%. Jambo la pili, combination team haijakuwa combine kwa 100%. Maelewano mchezaji A na mchezaji B haijakuwa katika 100%. Nafikiri hayo ndio mambo ambayo kwa Young Africans ambao wanayapitia kwa sasa. Lakini ukija kwa upande wa Simba, maingizo mapya, unaona kwamba kidogo ambao ameweza kuleta doti zenye maana ni Ibrahim Jaba kidogo, jezi nambari 8 mgongoni, jezi ya heshima kabisa, jezi ya kina Xavi Iniesta hiyo, na yeye pia anaitendea haki. Alivaa Sadio Kanute akiwa pale, leo anaivaa yeye, lakini pia aliwahi kuivaa Haruna Nkizima na Nionzima, leo anaivaa yeye. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa yeye ndio ingizo ambalo limeweza kuleta impact nzuri ndani ya Simba, na blocking nyingi ambazo amezifanya yeye zimeweza kuifanya Simba kubaki kuwa salama, na ndiye mchezaji ambaye ameweza kupata kadi kwa ajili ya timu. Huyu mimi namuona kwamba katika ingizo ile dirisha kubwa ndio mchezaji muhimu ndani ya Simba. Kwa Keleso sioni umuhimu wake. Keleso ni mchezaji machachari asiyekuwa na hatari. Ukija kwa mtu kama Libase Gwaye sioni. Lakini Ibrahim Dumbia totally wrong. Yaani wamefail kwa 100% kubwa. Ukimwangalia Ibrahim Dumbia ni mchezaji ambaye kwa kucheza kwenye timu ya pressure kubwa kama ya Simba ni kitu ambacho havifanani. Intensity yake na intensity ya timu ni vitu viwili tofauti. Lakini pia ukiangalia intensity ya derby na experience aliyokuwa nayo ni vitu viwili tofauti. Ukija kuangalia kwa upande wa Young Africans, wamemuongeza mtu kama Peter Shalulile. Peter Shalulile ametoka kwenye klabu ambayo ina pressure kubwa na yeye ndio mfungaji bora wa muda wote ndani ya Mamelodi Sundowns. Lakini pia wamekwenda kuwa mashujaa mbele ya Kaizer Chiefs, mbele ya Orlando Pirates pale nchini Afrika Kusini. Wao wameweza kudominate mpira wa Afrika Kusini. Lakini pia ukija kumwangalia Kagwanda anatoka kuwa MVP kutoka Zambia. Umeelewa vizuri? Ukija kumwangalia kwa mtu kama Hussein Zakwen, naye pia unakuja kuona ni mchezaji ambaye amecheza Saudia, mchezaji ambaye amecheza Ufaransa, amekulia pale Ufaransa katika Olympic Marseille. Unaona kabisa kwamba huyu ni mchezaji ambaye ana experience ya kutosha. Ni mchezaji ambaye anaweza akakupa kitu. Unaweza usione mikimbio ya haraka sana au usione touching nyingi za mpira, lakini kila alipogusa unaona kabisa kwamba anahusika kwenye hatari. Hata goli lilofungwa amehusika Zakwen, amehusika Shedrack Kiboka, amehusika Maxim pia Nzengeli, amehusika Kangwanda. Kwa wachezaji wawili ambao wa muda mrefu ndani ya Yanga, Max Nzengeli, Shedrack Kiboka wamehusika. Wachezaji wawili wapya Zakwen pamoja na Kangwanda nao wamehusika. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba combination ya watu wa zamani na combination ya watu wapya inaleta impact kwenye timu. Kwa hiyo unakwenda kuona Yanga ikiwa inafanikiwa zaidi. Kuna hatari kubwa sana huko mbeleni. Na nakwambiaje? Hatari inayokuja huko mbeleni. Simba na Yanga watacheza mechi ya kwanza kama ilivyopangwa. Lakini mechi ya pili pale kutakuwa na break ambazo hazieleweki mpaka Simba sajili dirisha dogo. Kwa hiki kinachoendelea, Simba hawezi kukubali kwenda kucheza mechi mbili zote wakiwa vile. Lazima wafanye maboresho ya kikosi. Mechi ya pili ya marudiano ya ligi kuu lazima kutakuwa na zongo. Hapa unajua tunaenda kimataifa, hapa kuna nini? Inabidi hivi, inabidi vile. Mechi itaahirishwa sana hii mechi. Mwisho wa siku Simba inabidi aweze kurekebisha kikosi, aweze kufanya usajili dirisha dogo. Waingie kina Libase Gwaye wapya, wakina nani Setula wapya, wakina Tanja Kasali wapya, waje kubatwa na nani na Young Africans. Na Simba kitu ambacho walikosea kitu kimoja, waliamini ile timu ambayo ilikuwa imeingia dirisha dogo ndio timu ambayo inaweza kubatwa na Yanga kwa msimu unaofuata. Wanasahau kwamba walikuja kuingiza ingizo dogo, dirisha dogo, wachezaji ambao walikuja kuisaidia Simba wakati hiyo Yanga ikiwa imechoka. Kuamini kwamba Yanga wanaweza kufanya marekebisho katika
dirisha hili kubwa. Sasa Yanga wamekwenda kusajili maboresho makubwa zaidi. Wakati huo backbone ya timu ipo, Mudathiri yupo, Juki Abuya yupo, Djigui Diarra yupo, Yao Ataola Koasi Jeshi yupo. Umeelewa vizuri hapo Unakuja kuona Maxim pia Zengeri yupo. Wachezaji wale wote muhimu bado wapo. Alan Okello Starboy naye yupo. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba wamekuja kurecruit kikosi kwa kuweza kuweka backbone ikiwa imebaki. Wakati huo wakiwa wanawaleta wachezaji wengine ambao ni wakubwa zaidi. Peter Shalulile ambaye amecheza mechi 2, amefunga goli 1, ana viwango vya ufanisi 100%. Albert Kangwanda mechi 2 kafunga goli 1, viwango vya ufanisi 50%. Umeelewa vizuri? Na huyu Peter Shalulile pia viwango vya ufanisi 50%. Umeelewa vizuri? Unakuja kwa Shaka Ibrahima Ture mechi 2 hajafunga hata goli 1, viwango vya ufanisi 0%, ana attempt 1 ya golini, viwango vya ufanisi kwenye attempt 50%. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unakuja kujiuliza kwa Ibrahim Dumbia katika mechi alizocheza za kiushindani, tukiachilia mbali mechi za Sekafa, hapa amecheza Simba Day, amecheza Ngao ya Jamii, ana attempt hata 1. Yaani Diarra hajadaka mpira hata mmoja ambao umepigwa na Ibrahim Ture. Lakini Tanja Kasale amedaka kichwa ambao kilipigwa na nani? Na Sheikh Ibrahim. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwa upande wa Yanga kuna wachezaji ambao wana uhai, kama wakipata combination nzuri. Mimi nakwambia bodi ya ligi italalamikiwa sana. Hii mechi ya pili ya Simba na Yanga, naongea tena, itapelekwa mbele mpaka dirisha dogo liboreshwe. Na mwanzo mimi nilisema kwamba Suleiman Mwalimu anakwenda Yanga. Umeelewa vizuri? Mapema kabisa. Na imetokea amekwenda kweli Yanga. Na hii naisema mapema, mechi ya pili ya Simba na Yanga itasogezwa mbele, haitacheza kama ratiba inavyosema. Nini? Simba aboreshe kikosi. Mambo yatakuwa hivyo. Lazima. Bwana Mapunda, sasa tuhamie kwenye tetesi za usajili ambayo inasemekana kama kocha wa Yanga anashindwa kuona huduma ya Okello kwa sababu aina ya uchezaji na mifumo yake haimfevi Okello. Sasa wanaangalia ingizo jipya ambalo tetesi zinasema inaweza ikawa Fofana yule wa Seki Mimosa au akawa Aziz Ki ambayo ameonekana kwenye mechi kadhaa akiwa jukwani, ikiwemo katika mechi hiyo iliyomalizika Ngao ya Jamii. Hii unasemaje tetesi, lakini mwalimu ameona nini kwa Alan Okello, na Alan Okello kitu gani ambacho wanafeli ndio maana anataka Aziz Ki? Ukiangalia issue hii ilivyokaa ni kwamba Alan Okello kwanza dili kubwa sana imepatikana kutoka nchini Ubelgiji. Wametoa pesa ndefu sana, na hii ilikuwa mapema kabisa, na nilisha kufanya hiyo hiyo content ya kwamba Okello ana wakati mgumu sana kubaki Young Africans kulingana na dawa ambayo limewekwa mbele yake. Hilo jambo la kwanza la kibiashara, na Young Africans siamini kama wanaweza kaiacha ila ndefu ambayo imewekwa kwa Alan Okello, na ukiangalia ni mchezaji mdogo, lakini pia hata makubaliano yao ya wao kutoka kule Vipers kuja Dar es Salaam Young Africans, moja makubaliano yao yalikuwa ni kwamba ni kumhakikishia kijana anapata nafasi ya kuweza kucheza katika mataifa ya Ulaya kama ikitokea inapatikana chance kama hiyo. Kwa hiyo nafikiri hiyo pia ni sehemu yake ya kuweza kwenda kuokota maeneo ya Ulaya. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ukimwangalia kocha huyo ni muumini wa ule mpira wa kutegemea sana mawinga. Wamecheza kwa muda mrefu Young Africans bila kutegemea mawinga, lakini kocha huyu ni muumini wa sana kutegemea mawinga. Na ndio maana ukiangalia hata alipocheza dhidi ya Simba alianza na Kangwanda upande wa kulia, lakini alianza na Zakwenu upande wa kulia, upande wa kushoto akiwa ameanza na Kangwanda. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba anapenda kutumia winga wa kulia, winga wa kushoto. Kwa hiyo hii imekuwa ni desturi ambayo kwake inamfavor zaidi. Lakini pia ukiangalia na mchezaji ambaye ana character ambazo anaweza kumcheza katikati, lakini pia wakati mwingine anaweza kumtumia kwa kutokea pembeni. Ndio maana unakuja kuona alipofanya substitution alimpeleka Peter Shalulile akitokea pembeni, alafu katikati akamweka Shaka Ibrahim. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba kwa style hiyo Alan Okello ana characters za hivyo. Anacheza nyuma mshambuliaji akiwa kama namba 10 katikati, lakini pia ana usifa kuweza kutokea pembeni akiwa anaingia katikati. Na ukimwangalia Stefan Aziz Ki, mchezaji ambaye anakuwa comfortable zaidi akiwa anacheza eneo la katikati, akiwa na reverse lango, akiwa yeye nyuma ya mshambuliaji. Sasa Young Africans kwa sasa tayari wameshapata washambuliaji ambao wana experience kubwa, mtu kama Sheikh Ibrahima, wana mshambuliaji mtu kama Peter Shalulile, ni watu ambao wanahitaji kuweza kupata malisho zaidi. Maeneo ya pembeni tayari wanaye Kangwanda, tayari wanaye Zakwen. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba wanahitaji mlishaji wa katikati ambaye anaweza kawarisha washambuliaji waliopo mbele yake, ambaye ni Peter Shalulile pamoja na Sheikh Ibrahima. Kama watatumika watu wawili, kama atatumika mmoja, lazima apatikane center forward ambaye anakuwa nyuma
nyuma ya mshambuliaji wa mwisho kuweza kuleta malisho, na eneo hilo linamfaa sana nani? Aziz, kwa sababu Aziz ndiye mchezaji ambaye akikaa nyuma mshambuliaji anakuwa more comfortable na ana pasi za kuua. Kwa hiyo ukimlinganisha na Alan Okello akiwa anakaa nyuma mshambuliaji anakuwa yuko accurate, lakini ukija kuongeza na experience aliyokuwa nayo Aziz Ki, experience yake imekuwa kubwa zaidi, lakini pia age Aziz Ki imeenda. Alan Okello bado age yake iko vizuri. Kwa hiyo soko la Ulaya kwa Alan Okello linakuwa liko juu kuliko Aziz. Kwa hiyo kwa Young Africans nafikiri wameangalia kitu kinaitwa opportunity cost. Waendelee kusalia naye pale wakiwa wamejaza wachezaji wa kimataifa wenye karakta za kufanana, au wamuondoe yeye wamlete mchezaji mwingine wa kimataifa ambaye ana karakta za kufanana, ambaye anaweza kuleta kitu cha tofauti. Kwa opportunity cost hapo inafanyaje? Inafanya kazi yake. Ni sawa sawa kama wewe uamue uwe na shamba lako, useme kwamba ili shamba langu nataka nifanye kilimo cha aina gani? Nilime miogo nisubirie mpaka kiangazi kiishe nivune, au nilime mchicha ambao naweza nikamwagilia hata kama kuna kiangazi kuna nini, naweza nikavuna kesho, baada ya wiki mbili naanza kuvuna. Kwa hiyo ni uamuzi wako, ni wewe unapima pale, unaangalia faida na hasara, unaamua kufanya. Ndipo Yanga alichokifanya, wameangalia opportunity cost. Nafikiri inaangukia Alan Okello akiondoka, Aziz akija, usalama unakuwa mkubwa zaidi. Dili la Suleiman Fofana niliwahi kuipiga hiyo. Ni kweli kulikuwa na hali kama hiyo ya kumwangalia uwezekano wa Fofana kuweza kufika ndani ya Young Africans. Lakini sasa ugumu umekuja wapi? Mwanzoni Aziz ametrain na Yanga kipindi chote cha likizo. Alikuwa na train na Yanga, lakini kuingia kwenye mfumo wa Young Africans, Yanga wakawa na force kwamba aweze kuvunja mkataba wake yeye mwenyewe dhidi ya Etihad kule nchini Libya. Kwa hiyo ikawa inaleta ugumu. Kwa sasa hivi Young Africans wanakwenda kupata faida baada ya kumuuza Depu pale Petro de Luanda ya kule Angola. Pesa iliyomuuza Depu ndio hiyo pesa imetumika urahisi zaidi wa kuweza kuvunja mkataba. Na uzuri ni kwamba Aziz Ki anaipenda Young Africans, naye pia katika kuvunja mkataba kuna percent naye pia ameitoa, na Young Africans naye ameitoa. Kwa hiyo wameweza kuvunja mkataba wa Etihad. Kwa sasa hivi Aziz Ki ni swala tu la kupigwa picha na kutambulishwa ndani ya kikosi cha Young Africans. Lile dili la Fofana linakufa rasmi. Fofana linakufa rasmi. Bwana, una maneno gani ya kumalizia? Mimi kiukweli ninachopenda kusema tu, kwa sasa hivi ligi ndio inakwenda kuanza. Kwa hiyo bodi ya ligi wawe makini zaidi. Tunajiandaa kuhost michuano ya AFCON. Kwa hiyo yasija katokea michuano ya AFCON inakuja alafu hatujamaliza ligi yetu ya ndani. Twende mpela, aliyesajili amesajili, ambaye hela iko benki ibaki kuwa benki, ambaye hela yake ipo mfuko wa shati ibaki kuwa mfuko wa shati. Simba walichokosea ni kuruhusu benki, yani bosi aweke hela benki. Kwa nini aruhusu? Wameruhusu benki hela ikae benki, wakati Young Africans wao hela yao ipo mfuko wa shati. Hela iliyokuwa benki, ndugu yangu, ina mambo mengi. Kuna mitandao kuzingua, kuna nini, kuna kukolapti, vitu kama hivyo, mtandao unasumbua. Lakini hela ikiwa mfuko wa shati, wewe ni kufanya hivi tu, chwa mlete yule. Yaani mfuko wa shati ndio kila kitu, unafanya tu hapo unampa. Wao walichokosea Simba ni kumruhusu bosi hela kuiweka benki pasipo kuiweka kwenye mfuko wa shati. Bwana, shukrani sana. Kabisa, shukrani jazili.